siku hii ya mazingira duniani ilianzia kwenye mkutano mmoja wa Umoja wa Mataifa wa mazingira wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuangalia mazingira ya binadamu, yani human environment, mwaka 1972 tarehe 5 mpaka tarehe 16 hivi ya Juni, tarehe 5 kama hivi. Na huo mkutano ndio ulianzisha hata hii shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira. Kwa kuanzia wakati ule ndipo kila mwaka tarehe 5 dunia nzima inaweka kumbukizi la siku ya mazingira duniani, kuweka hamasa kwa wadau wote wa mazingira kwa ajili ya utunzaji na uendelevu wa mazingira yetu. Kwa hiyo ni historia fupi. Taka ni moja ya changamoto ambayo inaleta changamoto kubwa sana katika maeneo mbalimbali duniani. Taka zinazalishwa kwa wingi kutokana na kuendelea kuwa na wingi wa watu, lakini kuongezeka kwa sayansi na teknolojia na kubadilika kwa mfumo wa maisha ya kisasa. Watu wa mijini tunanunua vitu vingi sana, tunazalisha taka kwa wingi kuliko watu wa vijijini. Sasa taka hizi inabidi pia tuzihudumie ili zisiweze kuzagaa mtaani kama ambavyo tumeona hapa. Na tunasema kwa kiasi kikubwa zaidi ya 70% ya taka zinazozalishwa ni taka oza. Kwa hiyo zinaweka fursa ya kuweza kurejelezeka. Lakini ni 5 mpaka 10 tu peke yake ya taka ambazo zinazoweza kurejelezwa ndio zinarejelezwa. Kwa hiyo bado kiwango cha urejelezaji ni mdogo. Sasa tarehe 3 mwezi huu wa 6, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa alizindua mkakati wa taifa wa udhibiti wa taka. Mkakati huo unahimiza dhana ya uchumi rejeshi. Uchumi rejeshi kwa lugha ya Kiislamu ni cycle economy. Circular economy ikizingatia kwamba taka pia ni malighafi ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuzalisha vitu vingine. Na dhana hiyo imejikita katika kitu kinaitwa PTR, yani punguza, tumia tena, rejeleza. Yani pale ambapo unaweza kupunguza kuleta vitu ambavyo unahitaji, punguza. Pale ambapo inapowezekana basi tumia tena. Ikiwezekana ulichokitumia kama kinarejelezeka basi ukirejeleze. Kwa hiyo hivyo. Na mkakati huo pia umejikita katika kupunguza taka zinazokwenda dampo. Madampo tutatengeneza kila siku, madampo yatajaa. Tutatengeneza baada ya miaka michache, kwa hiyo tunaingiza gharama kubwa serikali ya kuhudumia dampo, lakini miundombinu ya taka ni gharama sana. Kwa hiyo mkakati huo pia unahimiza uwepo kwa maeneo ya utenganishaji taka, yani material recovery facility. Siku ya leo tumefanya usafi wa fukwe na eneo wanaita Mapangoni hapa Police Ostazimesi. Na kwa vyovyote vile hii sio kwamba imeleta utatuzi moja kwa moja wa taka za mazingira. Niseme kwa namna hiyo kwamba ni symbolic, ni mfano tu, ni mfano, na zaidi ya yote ni kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuwa sehemu ya kuwa suluhisho ya taka za plastiki hapa Tanzania. Tanzania ni sehemu ya dunia nzima. Dunia nzima inasemekana kwamba karibu metric tons milioni 460 au zaidi ya milioni 450 tuseme zinazalishwa za taka za plastiki. Na Tanzania ni mojawapo kati ya hii dunia nzima ambao kwa kiwango kikubwa taka za plastiki zinazalishwa. Taka za plastiki zina athari nyingi sana katika mwili wa mwanadamu, lakini hata katika mazingira yetu. Kwa hiyo kuna kuelimisha, lakini kuna kusimamia sheria, usimamizi wa sheria. Lakini cha tatu sasa ni kuwezesha hawa wajasiriamali wadogo wadogo na wakati ambao wanafanya matumizi bora ya hizi taka ambazo zinaweza zikarejelezwa, plastiki zinazoweza kurejelezwa. Kwa hiyo kuna watu ambao
Wakati kuna kilio cha kwamba hakuna ajira, kuna wengine wanatengeneza ajira nzuri sana kwa kurejeleza plastiki na wanapata products ambazo ni nzuri zinaweza kutumia. Kwa hiyo kuwezesha hii kundi la jamii ambalo linatumia fursa iliyoko kwenye taka za plastiki katika kuzirejeleza. Na mwisho kabisa sasa ndio watu wote kwa pamoja kufahamu jinsi ya kuangalia au kutunza mazingira kwa ujumla. Mazingira yetu, uhai wetu. Kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba mazingira yetu yanategemea hali ya mazingira, kwa hiyo tunabidi kuyatunza. Sisi kama Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira tunalo jukumu kubwa kama moja ya taasisi ambazo ziko chini ya ofisi ya makamu wa rais kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa, ikiwamo changamoto hii ya plastiki. Ni changamoto ambayo sasa ni changamoto ya kidunia na kwa kiwango kikubwa inatishia mazingira yetu. Kama tunafahamu kwamba taka za plastiki huwa haziozi kwa muda mrefu na zinachukua muda mrefu katika mazingira karibu miaka 500. Sasa kama juhudi ambazo zinafanyika ni kwamba kuna tafiti mbalimbali zilikwisha fanyika. Kwa mfano mwaka 2018 ilikadiriwa kwamba kiasi cha tani 315,000 zilizalishwa za plastiki, lakini kati ya hizo karibu 10% ilishia kwenye vyanzo vyetu vya maji. Sasa ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi haya ya plastiki. Ikiwezekana kama ni vifaa vya plastiki tuvitumie mara nyingi. Kwa sababu tuna kitu tunaita tumia punguza matumizi ambayo si lazima, lakini vile vile kutumia mara nyingi na ikiwezekana kufanya urejelezaji. Mkasome jamani nakala hizi ambazo zipo na zitawasaidia. Ila kwa leo kwa urasmi kabisa naomba nizikabidhi pia kwa makundi tofauti tofauti, lakini wote ni wadau na wote tuna wajibu katika kudhibiti taka hizi. Na kama tulivyoona pale tumeenda tumekuta dampo ambalo sio rasmi, na tuna kampeni jamani, kampeni na dampo ambayo tunafanya na halmashauri ya Kinondoni. Mkiona kuna dampo ambalo sio rasmi, sisi tupe taarifa. Tumeshapata mengi na tumeshaondoa mengi kwa kushirikiana na halmashauri ya Kinondoni na Ubungo, na tunao kampeni ya usafi mtaa kwa mtaa. Basi hizi zote ni katika kuongeza jitihada za serikali kusaidiana, kwa sababu sisi wote tuna wajibu katika kudhibiti hizi taka. Kwa hiyo usikae hapo kaona kuwa una wajibu. Kila mtu ana wajibu na kila mtu ana jinsi ya kufanya. Na pia katika ripoti hii kuna mambo ya takwimu mnaweza mkaangalia, kwa sababu tunaamini kabisa maamuzi mazuri yanatokana na takwimu ambazo ziko sahihi. Asante. Na kwa kusema hivyo naomba nikabidhishe hizi ripoti. Mmeiona ripoti rasmi? Mmeiona? Mmeona? Hii hapa ripoti. Naomba niite baadhi ya watu ili tuweze kukabidhi. Naomba mkurugenzi kwa kusema kama rais Nemki na kuomba makofi jamani. Madam Clara. Na mara watakuwa nazikabidhi hapa ripoti ili tuweze tukapata picha vizuri. Zaina mnaomba ulete na ile mifuko. Makofi jamani, makofi jamani. Wakati tunakimbia makofi ni mengi. Bila kusahau kutembelea tovuti ya KUDEFU kwa ajili ya kusomea pia kwa wakati wetu. Ripoti hii inahusisha kujifunza kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nje ya Afrika, na tulikuwa tunashirikiana na wadau wetu ambao ni NAVU, na hivyo na baadhi mtapata hii mifuko, lakini ili iendelee kutoa elimu huko mtakapokuwa mnaitumia. Asante sana. Kuna sana na mkabidhi mkurugenzi msaidizi wa udhibiti taka pale kutoka VPO, anamkabidhi mheshimiwa pale kutoka Nemki, na anamkabidhi pia mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania Mama Kutoa.
Basi makofi mengi. Asante, makofi. Mr. Nasib from User. Tumesikia hapa, mimi nataka kusikia kutoka kwako as a waste speaker, as a jamii husishi ya wa okota taka, challenges ambazo mnaziface kila siku, na mnataka support gani? Maana hii mwaka huu kauli mbiu ni ya kwenu. So we want to hear from you. Hata mtu anayetaka kuingia kwenye hii sector ajue kabisa kuna hii, hata kienda kuandikia mradi au akitaka ku make a innovation or a problem, ajue anaanzia wapi. What are the challenges from your point of view, from kazi yako kabisa unakofanya? Asante. Mimi naitwa Kitabu na wakilisha na kimsingi sisi wakota taka tutachanganya nyingi sana ambazo tunapambana nazo. Hizo zilipelekea sisi kuwa na wazo na kuwa na taasisi maalum ambayo inawasimamia wakota taka, kwa sababu User ni taasisi ambayo imeanzishwa na wakota taka na inasimamiwa na wakota taka, na tumekuwa kila wakati tunajaribu kuaddress changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo kwenye kazi zetu. Lakini sisi kama shirika, changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuieleza jamii umuhimu wetu kwenye mazingira, kuondoa hali ya unyanyapaa. Wao jamii waone kwamba kazi tunayoifanya ni muhimu sana kwenye eneo la mazingira kabla tujaingia kwenye masuala mengine tunayopata. Sasa tunaendelea kupigana na jamii na inaanza kupata uelewa, hasa katika maeneo ya CBD hapa, ikimaanisha mjini, kwamba swala la unyanyapaa. Lakini challenge nyingine ni swala la masoko, kama mheshimiwa alivyozungumza. Wakati tuna coordinate zaidi ya vijana 400 kwenye jiji la Dar es Salaam, utaona kwa kiasi gani ajira inawafikia vijana kwa namna ya kuokota taka. Sasa tunaendelea kupambana na mabepari ambao kimsingi wana nguvu kubwa, na wao ndio wanakuwa na maamuzi ya kuamua kwamba wakiamka wanapanga bei yao. Kwa hiyo hiyo pia ni tatizo kwetu, tunaendelea kupambana nalo. Lakini suala la mitaji, naungana na mheshimiwa kwa sababu tunashindwa kuwafikia waokota taka wengi, hususan kwenye jiji la Dar es Salaam. Kwa takwimu tuna zaidi ya waokota taka 300, lakini 1000 sorry, lakini utaona tunashindwa kuwafikia hawa watu kwa namna ya kuwapa capacity hawa, kuwapa mafunzo mbalimbali, lakini pia vifaa kinga wanapokuwa wanafanya kazi zao, na kuweza kulinda. Sasa kwa sababu kazi ya taka ni kazi ambayo kama hujaifanya kwenye njia sahihi pia inakuletea shida. Changamoto pia za kiafya, tunapambana kuona ndugu zetu hawa wanapata bima za afya ili kuweza kujitibia, angalau hata sio zile bima kubwa, na shirika limekuwa likiendelea kutoa bima hizo za ICHF, tukishirikiana na serikali kwa maana ngazi ya mkoa. Tunatoa hizo bima ili ambapo wanajitokeza watu ambao tunaoweza kuwaita wasimamizi wema kwamba bana mnahitaji gani. Kwa hiyo facilities kwa maana ya mashine, mitaji, tunataka tuwe na data ili tuweze kuinform wale wanaowekeza pale, ajue kabisa kwamba unapoweka kiwanda, production yangu inatakiwa iwe hapa. Hivi mashine nitakazozinunua nitanunua za aina fulani ili kuweza kuaccommodate huu uzalishaji wa taka uliopo, kwa sababu nikiweka kubwa zaidi sitapata material, au nikiweka ndogo naweza nikawa na produce kidogo, kumbe resource ni kubwa sana, ningeweza kuproduce zaidi. Kwa sisi tunafanya upande huu wa data, tuna generate data, lakini tuweze kuwainform wale tunao wa support ili wa model biashara zao ama watengeneze business models zao kulingana na takwimu ambazo ni sahihi. Asante sana. Chupa ya plastiki kama hii, kuanzia pale kwenye kifuniko unatengeneza bidhaa mbalimbali ambazo vijana wenzetu na taasisi mbalimbali tunafanya. Hii ni table mat
ama ni vifuniko vile ambavyo ni vya plastic ambavyo nimesema, tunatengeneza table mat na tunatengeneza maumbile mbalimbali kama mapambo ya kwenye nyumba, na wakati mwingine tunatengeneza mpaka hata carpet kubwa kiasi hicho kwa mujibu wa mteja ambaye anataka, na inatuingizia kipato. Lakini sio hivyo tu, tunatengeneza mapambo mbalimbali ya kina dada na kina mama. Naona hii ni bangili na hii ambayo nimevaa pia, kwa hiyo sizungumzi tu kitu ambacho sikifanyi, lakini hereni hizi yote hii ni chupa moja ya plastiki. Hakuna mtaji utakaoenda kupata zaidi ya chupa ambayo utaokota ama ambayo utaitumia uikate uitengeneze wewe ambavyo unaweza na kushape kitu kama hiki ama kinginecho ambacho unaweza. Lakini vile vile hata hiki ambacho nimeonyesha hapa, hakuna kitu ambacho tunanunua kama nimesema, hata hivi vitambaa pia ni waste, hapo sio plastic waste. Haya ni mabaki ya nguo kutoka kwa fundi. Kwa hiyo hakuna hata kitu kimoja ambacho tunaenda kununua katika hiyo ambavyo nimeonyesha